Karibu kwenye ulimwengu wa ubunifu na hadithi kali Titan Films TZ. Kabla tujaanza safari ya leo, hakikisha unapiga like, unabonyeza subscribe na usisahau share ili familia ya Titan Films iendelee kukua. Sapoti yako ndio inatupa nguvu ya kutengeneza filamu, simulizi, hadithi bora. Tuanze. Tulipofika hospitalini, mikono yangu ilikuwa baridi kama barafu. Mume wangu alinishika mkono kwa upole, lakini mguso wake ulinifanya nijisikie mwenye hatia zaidi. Nilijilazimisha kutabasamu. Nilijifanya niko sawa, lakini ndani yangu kila kitu kilikuwa kinaporomoka. Tulipoitwa ndani ya chumba cha vipimo, daktari aliniuliza maswali ya kawaida. Akaangalia tarehe, akaangalia matokeo ya awali, kisha akanyamaza kwa sekunde chache, sekunde ambazo zilionekana kama milele. Kuna kitu kinahitaji ufafanuzi zaidi, alisema. Mume wangu alimsogelea. Tatizo ni nini, daktari? Nilihisi pumzi ikinikata. Nilijua huu ndio mwanzo wa mwisho. Walichukua sampuli, wakasema matokeo yatatoka baadaye kidogo. Tulikaa kwenye benchi la hospitali kimya kimya. Sikuthubutu kumtazama machoni. Nilipoona jina langu likiitwa, miguu ilikataa kusogea. Mume wangu alisimama haraka. "Twende," alisema kwa sauti ya matumaini. Ndani ya chumba, daktari alifungua faili. Akasema taratibu, "Tumethibitisha umri wa mimba." Akatupa namba. Moyo wangu ukaanguka, kwa sababu namba ile haikulingana na muda ambao mume wangu alikuwa nyumbani. Nilihisi macho yake yakinichoma upande wa uso. Hakusema neno, lakini nilijua alikuwa anahesabu kichwani mwake. Daktari akaongeza kwa sauti ya kitaalamu, "Kuna uwezekano mkubwa mimba ilianza kabla ya kipindi mlichoeleza." Kimya kikatawala. Mume wangu alisimama, akanitazama kwa macho niliyokuwa sijawahi kuyaona. Hakupiga kelele, hakuniuliza chochote. Alisema sentensi moja tu, "Tutazungumza nyumbani." Safari ya kurudi ilikuwa ndefu kuliko kawaida. Hakuwasha redio, hakuniuliza hata kama ninaumwa. Tulipofika nyumbani, alifunga mlango taratibu, akaweka funguo mezani. Akanikaa mbele yangu. "Nataka unieleze ukweli," alisema. "Sio leo tu, kila kitu." Nililia, sio kwa kuigiza, bali kwa sababu sikuwa na pa kukimbilia tena. Nilifungua mdomo kuzungumza, lakini nilijua nikisema ukweli wote, ndoa yangu ingeweza kuvunjika papo hapo. Na bado kulikuwa na jambo moja ambalo hakuwa bado hajajua, jambo ambalo lingeumiza zaidi ya majibu yote niliyokuwa karibu kutoa. Mwisho wa sehemu ya pili. Basi usisahau kusubscribe kwenye channel yetu Titan Films TZ.